Leo mapema hapa shuleni kuna mwanafunzi anawaishwa hospitalini kwa haraka sana. Wanafunzi wengine wapo na mshangao kwa kile wanachokiona, huku akipatwa na huzuni kubwa sana. Kinachosemekana, huyu mwanafunzi kapata ajali ya kupigwa na shoti ya umeme, ila chanzo bado hakijajulikana. Hata mimi sijajua kipi kinaendelea. Labda tuanze wote tujue sababu ni ipi. Siwezi kusema chochote mpaka mwanasheria wangu atakapokuwepo. Najua sina makosa. Unajua huyu mwanafunzi aliyeumia, mimi simfahamu sana kiundani. Hapa tunawaona hawa wanafunzi wamekaa wakijadiliana na tukio la mwanafunzi mwenzao aliyepigwa na shoti, ambaye mpaka kapelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Ila na wenyewe wanajiuliza nani ni msababishaji mkuu wa mwanafunzi mwenzao kupigwa na shoti ya umeme. Kuna mtu mmoja namhofia sana, ila simuoni hapa, ambaye ni Amara. Ila kweli Amara, inabidi tumchunguze Amara. Sasa huyu Amara ni nani? Na kwa nini ametajwa mara kwa mara na hawa wanafunzi? Ndio tunaanza mwanzoni kabisa mwa movie. Kuna huyu mwanafunzi ni mnyenyekevu sana. Hapa yupo anajinenea kimoyoni. Anasema kuwa jina langu ni Amara. Na hii ni story kwa jinsi nilivyoingia kwenye giza kubwa. Elimu yangu ya sekondari imekuwa kama poli zito kwangu. Pia ni sehemu ambayo mtu anaishi pasipokuwa na matokeo mazuri. Wakati Amara anaendelea kutafakari, baba yake alimuita pasipo Amara kusikia kipi mzee wake anaongea. Baba akamuita tena. Amara, Amara, upo sawa? Nakutakia siku njema baba. Ngoja kwanza usishuke. Kumbuka kuwa wewe ni mwerevu, jasiri na ni mrembo. Mimi ni mwerevu, jasiri na ni mrembo. Amara anapewa maneno ya ujasiri sana kutoka kwa baba yake. Basi anashuka kwenye gari na kumwaga baba yake. Amara anafika nje ya shule na kujinenea maneno moyoni tena kuwa stori ya maisha yake ilianzia hapa, huku akijipa moyo. Ni kipindi kipya, malengo mapya na mimi ni mpya. Baada ya kujipa moyo, Amara akaanza kwenda darasani. Hii movie inaitwa Friends from School. Huku darasani, Amara anaingia kwa furaha sana, huku akitafuta kiti. Kugusa kiti kimoja akajibiwa dharau sana na kuambiwa kiti hicho kina mtu. Basi akajisikia vibaya, ikabidi akakae kiti cha mbele. Muda huo kuna kundi la Slay Queen likaingia humu darasani. Watoto wa ushuani hawa. Nani kaweka takataka hapa? Yaani watu wengine bwana. Amara anatamani sana maisha ya hawa wanafunzi. Anaona wanapiga picha, isitoshe wanajulikana sana kwenye mitandao ya kijamii. Inafikia hatua Amara anatamani sana hawe na urafiki na hawa wanafunzi. Isitoshe hana mama na anaishi na baba tu. Anajisikia kabisa furaha yake ipo kwenye hawa wanafunzi. Anatamani na yeye ajulikane kwenye mitandao ya kijamii kama wenyewe wanavyojulikana. Punde akaingia mwanafunzi mwingine. Huyu mwanafunzi ni rafiki yake na Amara. Kufika kwake inakuwa furaha kwa Amara na wanasalimiana kwa upendo mkubwa sana. Huyu mwanafunzi anaitwa Fifi. Hapa wanahadisiana stori za likizo jinsi ilivyokuwa baada ya kufunga shule. Katika maongezi, Fifi akachukua mkono wa Amara na akakuta hajavaa bangili linaloashiria urafiki wao. Hapana Fifi, hakuna mtu yeyote anayevaa bangili kwa kipindi hiki. Ni kama ushamba, lakini ni alama ya urafiki wetu. Mimi nadhani tujiunge urafiki na kina Bella. Huyu mwanafunzi wa katikati ndiyo Bella. Anawaambia marafiki zake kuwa Linzi kamfollow kwenye Instagram page yake. Amara anavutiwa sana na hayo maisha. Kwa nini? Sijui kwa nini, lakini kwa nini wewe hutaki kuwa maarufu? Tukijiunga na hao watu tutakuwa maarufu. Amara, sasa kwa nini unataka kuwa maarufu? Fifi, kwani hujachoka kudharauliwa na wanafunzi wengine hapa shuleni? Amara ametokea kuwapenda sana kina Bella. Kidogo mwalimu wao akaingia. Habari zenu? Natumaini mmerudi salama. Kwa wale msionifahamu, mimi naitwa Madamu Ireti Adepoju. Bella nakuomba uache kutumia simu. Basi Bella akakasirika na kuiweka ile simu. Muda mapumziko, Bella analeta mapenzi shuleni. Anataka kumbusu huyu mwanafunzi. Bella, hebu acha. Kwa nini hutaki nikubusu? Huoni kama tupo shuleni? Mimi siwezi kufanya hivyo. Kumbe huyu mwanafunzi wa kiume anaitwa Follow. Follow na Bella ni wapenzi, lakini Follow hataki mahusiano haya yaendelee tena kwa sababu Bella amekuwa akiwaposti sana wanaume kwenye mitandao yake ya kijamii. Isitoshe Bella huwa ajibu hata SMS za Follow. Ikambidi Follow avunje haya mahusiano. Hapa muda huo wa mapumziko, Fifi anabishana na Amara kuhusu kujiunga na kundi la kina Bella. Sasa wakati haya yanaendelea, wakaja hawa wanafunzi wa kiume, kisha wakaanza kumtania Amara. Mara wamwekee mataji kichwani. Israeli, kwa nini hutaki kuachana na huu ujinga? Sisi sio watoto wa shule ya msingi unajua? Fifi, hebu acha wivu basi. Ukiendelea kufanya hivi, naenda kukuripoti kwa mwalimu. Kwa bahati nzuri, madamu akatokea. Amara na Fifi wakaanza kuondoka mazingira haya. Pia hata wanafunzi wengine wakawa hawana la kuzungumza. Madamu akawataka waende darasani. Alafu madamu na yeye akaondoka zake. Huku Amara alikimbilia maeneo ya bafuni na akaanza kulia sana. Huku Fifi akijaribu kumbembeleza. Kwa nini kila mtu ananiteta kuwa mimi ni mbaya? Amara ana wakati mgumu sana. Yaani baadhi ya wanafunzi huwa hawamkubali kabisa.
Humu darasani sauti ya mwalimu ikawa inasikika ikiwataka wanafunzi ambao hawajajiunga na makundi ya kijamii kama social clubs wahakikisha wanajiunga haraka sana ili wasije kukosa alama za somo lake. Hivyo baada ya maagizo hayo, madamu akatoka nje. Mara makofi yakapigwa huko nyuma. Kila mtu naomba nitazame. Kutokana na kazi ya mwalimu, sisi TDL tutapokea wanachama wawili. Sasa hipo hivi, Bella na marafiki zake wana kundi linalojulikana kama TDL ambalo ni kundi la sanaa. Kwa hiyo hapa anawaalika wanafunzi wengine wawili. Basi Amara anafurahi sana, maana anaona kabisa hii ndio njia ya kuwa na urafiki na kundi la kina Bella. Mapumziko ya vipindi yalipofika, Amara na Fifi wakamfuata Bella ili wajiunge na grupu lake la TDL. Bella akawapiga baadhi ya maswali kama wanaijua TDL vizuri. Kwa kuwa Amara na Fifi walionyesha wanaijua TDL vizuri, Bella akawaomba usiku wakutane ili waweze kufanya usaili. Baada ya vipindi mida ya jioni, Folo alikuwa na Bella huku akijadiliana tena kuhusu mahusiano yao. Folo hamtaki Bella, anaona ni mtu wa kujionyesha sana mitandaoni. Lakini Bella anambembeleza sana Folo na kumwambia kuwa anampenda. Ila rafiki yake na Bella na yeye akaingia sehemu hiyo hiyo. Huyu rafiki yake na Bella anaitwa Oman. Bella, huyu jamaa anafanyaje hapa? Au una mahusiano? Hata sina maongezi naye. Ila nashangaa tu kaja kwenye hii meza yangu. Folo akamshangaa Bella kwa jinsi anavyomkana. Basi Oman akavuta kiti na kukaa, alafu akamfukuza jamaa. Kitendo hiki kinaumiza sana mpaka Folo hakuamini anachokiona. Habari zenu, jina langu ni Amara. Ni mrembo, pia ni maarufu. Nina zaidi ya followers milioni 200 TikTok na Instagram. Usiku huu Amara alikuwa anajiandaa ili akakutana na kina Bella kwa ajili ya kufanya usaili ili awe mwanachama wa TDL. Sasa mzee wake akawa anagonga hodi. Baada ya kukaribishwa akamkuta Amara amependeza sana. Basi akataka kujua Amara anakwenda wapi. Ila Amara akamweleza wazi mzee wake kuwa anaenda kwenye kazi ya social club waliopewa na madamu wao. Ila mzee hakuwa na shida na akamwambia kuwa akisi amechelewa akalale kwa kina Fifi au ampigie simu amwijie. Sasa usiku huu polini, Fifi na Amara wakafika kwa kina Bella. Bella akawakaribisha na kuanza kuwapa baadhi ya mitihani. Eti kama wakiivuka basi watakuwa wanachama wa TDL. Ila wakishindwa ndio inakuwa basi. Moja ya mtihani waliopewa ni kunywa pombe. Alafu Bella akawadanganya kuwa hiyo ni juice. Baada ya Amara na Fifi kunywa, wakaitema ile pombe. Lakini si umesema hii ni juice? Kina Bella wanacheka sana na kujibu kwa dharau. Sasa mtihani wa pili waliopewa ni Fifi ampige vibao Amara. Tena vio vibao vya nguvu sana. Hapana, mimi siwezi. Unataka kuwa mmoja wetu au hutaki? Fifi, wewe usijali. Amara anataka kufanya kila namna ili tu awe na urafiki na kundi la kina Bella. Basi Fifi akaanza kumpiga Amara vibao na vilikuwa vibao vya nguvu sana. Sasa Bella baada ya mtihani huo akamtaka Amara ampigie simu baba yake na amwambie kuwa ana mimba ya miezi 2. Nini? Si ningefanya tu mtihani kama wa Fifi. Hebu nipe simu yako. Bella akaamua kuchukua simu ya Amara kisha na kumpigia baba yake na Amara ili amweleze kuwa Amara ni mjamzito. Sasa simu ya Amara ikawa haina salio. Bella akahamisha namba ya babake na Amara na kupiga kwenye simu yake. Alo baba, samahani, mimi ni rafiki yake na Amara. Ila kuna kitu nataka nikushirikishe kuwa Amara ana mimba ya miezi 2. Amara akaumia na kuitupa ile simu chini. Wewe ni mjinga, unajua hii simu ni shilingi ngapi? Sasa hondoka hapa na tumekukataa na utakuja kuwa mwanachama wa TDL. Na kama ukimwambia mtu yeyote kilichotokea hapa, nitafanya maisha yako kuwa magumu. Basi Amara akaamua aondoke na rafiki yake Fifi. Mwache Fifi, sasa hivi kesha kuwa mwanachama wetu. Basi Amara akafukuzwa peke yake bila kuondoka na rafiki yake. Ilimuuma sana. Usiku huo huo, Folo alikuwa anamtumia SMS Bella kuwa anaomba waachane, maana Bella alimuita usiku huu lakini hajatokea. Pia akifikiria alivyoaibishwa mchana, akaamua asepe. Huku Amara yupo anatembea zake. Folo na yeye akatokea. Sasa hawa wawili wana maumivu tofauti tofauti. Isitoshe ni wanafunzi wa shule moja, lakini wakajidai wanafarijiana kwa kuulizana wamefuata nini huku. Ila kila mtu anamdanganya mwenzake. Lakini kukutana huku kukawafanya kama waanze kujuana kidogo kidogo hivi. Nimempigia simu mama yake na Fifi na kaniambia hamkuwepo kwake. Na nani kanipigia kuwa wewe ni mjamzito? Huku nyumbani mzee wake na Amara alikuwa anamhoji mtoto wake kwa kile alichopigiwa simu. Ila Amara akaficha kilichotokea. Akajidai kuwa ule ulikuwa ni utani wa marafiki zake. Ila mzee akamwomba asije akafanya utani kama huo. Na kama shida ni hao marafiki, ikiwezekana wafute huo urafiki. Maana humu ndani Amara anaishi na baba yake tu. Mama yake alishafariki muda mwingi sana. Na isitoshe Amara ndo mtoto wa kipekee. Hivyo baba anamtaka mtoto wake awe mwangalifu sana. Maana hata yeye anasumbuliwa na magonjwa ya pressure. Baada ya baba kumpa maneno ya msingi mtoto wake, alimtakia usiku mwema mtoto wake. Amara ana nidhamu sana, akatii. Ila bado ana majonzi mazito sana. Kesho huku shuleni, Amara bado ana majonzi yasiyoonekana. Anatazama kiti cha rafiki yake ila haamini kama wametengana. Mara kundi la TDL likaingia, huku mapicha yakizidi kutawala. Amara anaumia ila hana cha kufanya. Anatamani sana hayo maisha. Huku akina Bella
wanaenda kukaa kwenye madawati yao. Fifi na Amara wakawa wanaangaliana na kupigiana mikono bila maongezi. Embu acha, ndio nini unafanya? Yaani hata salamu hakuna kati yao. Muda huo Folo akaingia na yeye humu darasani. Kisha akaenda kukaa kile kiti alichokuwa anakaa Fifi. Bella yeye yupo anamtazama tu. Huku Folo anazidisha mazoea kwa Amara. Wapo kama wanafundishana hivi. Ila Bella kite kikaliki kwa wivu yani. Hajui hata mapigo ya moyo yanadundia wapi. Mpaka muda wa mapumziko, Folo akawa anatembea na Amara. Lakini Amara mawazo yake hapo kwa kujiunga na grupu la TDL ambalo ni la kina Bella. Ila huku juu Bella anakuwa na wivu sana. Baadaye humu maktaba ya vitabu kuna jamaa huwa anamuelewa sana Amara. Wakati analazimisha maongezi, Bella akatokea. Israeli, hebu toka hapo. Jamaa ikabidi aondoke, maana Bella anaogopeka sana. Amara, samani, nimekuja kukuomba msamaha kwa kile kilichotokea. Hakuna shida, hata hivyo mimi sipendi uingie kwenye matatizo. Nashukuru, ila kuna habari njema. Habari njema ni kwamba una nafasi tena ya kujiunga na TDL. Amara anamshangaa Bella, maana hakutegemea tena kama atakuja kupatiwa nafasi ya kujiunga na kundi la TDL. Ila Bella bado anazidi kumpanga Amara. Kujiunga kwako itakubidi ufanye kazi 4, na kazi ya kwanza utaenda kuiba kifaa cha kupumulia cha pumu cha Grace. Sasa hapa Bella alikuwa anamshawishi Amara afanye vitu ambavyo atakuwa anatumwa, endapo akivifaulu aweze kujiunga na kundi hilo la TDL. Na kazi ya kwanza aliyopewa Amara anatakiwa kwenda kuiba kifaa cha pumu cha mwanafunzi mwenzake ambaye ndio huyo wa kushoto kwake, na huyu mwanafunzi anaitwa Grace. Hapa Amara anataka kumzoea ili afanye alichotumwa. Sasa kila sehemu Grace anayoenda, Amara na yeye yupo nyuma. Grace akafika sehemu za kujisomea na kwenda uani mara moja. Basi Amara akafika na kuchukua hicho kifaa. Huku darasani wakati wa vipindi, Grace akaanza kukohoa, akaanza kuangalia kifaa chake. Baada ya kukitafuta sana, Grace alikikosa hicho kifaa na akaanza kukosa pumzi, maana kifaa hakipo. Basi wanafunzi pamoja na walimu waliokuwa muda huo darasani ikabidi waanze kumsaidia Grace ili asije kupoteza uhai. Amara kama hana amani kivile, wakati amezubaa akashangaa meseji inaingia kutoka kwa Bella kuwa kazi ya kwanza kamaliza, bado kazi 3. Huko tena mtaani, baada ya kutoka shule, Folo na Amara wakawa na ukaribu uliozidi. Lakini kwa jinsi wanavyotembea, Bella huwa anawafuatilia sana. Bella anampenda Folo, lakini Folo anamuogopa Bella kwa sababu huyu Bella ni mtu maarufu sana. Kesho humu darasani, Amara yupo anajisomea zake. Mara message inaingia kuwa aende akaandike matusi kwenye gari la mkuu wa shule. Amara kama ana hofu hivi, ila akajaa ujasiri, maana anataka kujiunga na kundi la TDL. Akatoka na kwenda kuifanya hiyo kazi. Sasa Fifi akawa anawaza sana, maana Fifi ni rafiki yake mkubwa sana wa Amara. Mpaka Folo akabaki anashangaa, mbona Amara ameondoka ghafla? Humu store Amara alifika kwa ajili ya kutafuta marker pen. Katika kutafuta akafanikisha kuipata marker pen nyeupe. Basi Amara akatoka nje. Huku nje akafika kwenye gari la mkuu wa shule, ila nafsi inamshtukia sana. Lakini mapenzi ya TDL yakambidi aanze kuandika matusi kwenye gari la mkuu wa shule. Basi akazidi kuandika sana kwa wakati huu wa darasani, na gari likaoga matusi ya kutosha, alafu akaondoka zake. Wakati anarudi darasani akakutana na Folo. Folo akamhoji kuwa alikuwepo wapi. Nilienda uani mara moja. Uani? Mbona mikono yako ina rangi? Nadhani hizi zimetokea huko uani. Amara akaficha ukweli. Ila hapa Folo alikuwa anamuomba Amara kama ikiwezekana jioni ya leo waweze kutoka, na Amara hakutaka kumpinga Folo, maana anaanza kumuelewa mchizi. Baada ya hayo maongezi, Amara akawa anapanda ngazi kurudi darasani. Mara ujumbe ukaingia kwenye simu yake kuwa kazi ya pili kamaliza, bado kazi 2. Jamani, mnamuona madamu anavyohangaika? Humu mgawani kundi la TDL lina furaha sana kwa ujinga anaofanya Amara. Lakini vipi madamu akaamua kumtafuta aliyefanya hivi na akagundua ni Amara? Je, Amara si atafukuzwa shule? Sasa wewe inakuuma nini? Hata hivyo ni haki yake. Hapa TDL inamtumia Amara kwenye kazi mbaya sana, na Bella anataka kumfanya kitu kibaya Amara. Mimi naona tumpeleke kwenye mabafu ya wanaume alafu tumrekodi akiwa mtupu. Fifi anashangaa huu ukatili. Hapana, au tumpeleke kwenye tenki la maji ya madam. Yote sawa. Ila na wewe Fifi una mawazo gani kuhusu Amara? Hapana, mimi sina. Usiogope kwa sababu huyo sio rafiki yako kwa sasa, na hata kuja kuwa rafiki yako tena. Ila baada ya maongezi haya, kundi hili huwa linajipongeza kwa kumeza madawa ya kulevya. Na leo wakamforce Fifi aingie kwenye huu ulimwengu. Ila Fifi akazuga kuwa kameza, alafu baada ya hapo akaitema. Huku nyumbani Amara ametulia zake, hana hili wala lile. Sasa Fifi akaja kumtembelea rafiki yake, maana urafiki haujafa. Lakini Amara bado ana majonzi ya kutokuwa kwenye kundi la TDL. Amara, unaendeleaje? Salama tu, wewe ongea. Kwanza naomba msamaha kwa kile kilichotokea usiku ule. Huwa nakosa amani kwa hivi vitu. Hata mimi pia. Hebu niambie mambo yalivyo huko TDL. Amara ana hamu sana kujua yanayoendelea TDL. Ila katika story Fifi anamueleza Amara kuwa kachoka maisha ya kuwa maarufu kwenye hilo kundi la TDL.
lakini usijali, hata mimi kuna kazi huwa napewa na Bella, na endapo nikizimaliza nitakuja hapo TDL na tutaendeleza urafiki wetu. Amara, nadhani ungeacha kufanya hizo kazi. Niache? Kwa nini sasa? Bella hana msaada wowote na wewe. Kwanza hataki ujiunge na hilo kundi la TDL, anataka kutumia kwenye kazi zake ambazo zinaweza kukupotezea uhai. Hapana, Bella alikuja mwenyewe na akaniuliza kama napenda kujiunga. Fifi, kwa nini unaniambia hizo story? Sio story, nakwambia ukweli Amara. Nimegundua kitu, wewe unataka kuwa maarufu peke yako. Hapana Amara, mimi nipo kwa ajili ya kukusaidia wewe. Ungekuwa na moyo kunisaidia, ungenisaidia kwenye hizo kazi. Amara anazidi kukaza fuvu, haambiliki wala asikii anachoambiwa. Anaona kama Fifi anataka kuwa maarufu peke yake. Huku shuleni Bella yupo na mpetipeti Israel. Alafu kama kuna kitu anamnong'oneza, huwa akakate waya kwenye chumba cha umeme na utegeshe. Jamaa akakubali, maana aliambiwa akimaliza hiyo kazi watatoka out na Bella. Muda wa kipindi wanafunzi walikuwa maabara wakijaribu kufanya majaribio ya kemikali. Kwenye kutulia, Bella kuna kitu kama anakiandika kwenye simu yake. Huku Amara akapata message eti kazi inayofuata aende akazime umeme kwenye chumba cha mapokezi ya umeme. Amara akageuka nyuma na kumtazama Bella, maana ni kitu cha hatari sana anaambiwa. Ila Bella ana roho ngumu sana kwa mwanafunzi mwenzake. Lakini huku kwa Amara, moyo wa Amara huwezi kubadilisha maamuzi. Ikabidi Amara anyoshe mkono eti anaomba ruhusa ya kwenda chooni. Kumbe anaenda kuifanya hiyo kazi. Akafika mpaka kwenye chumba cha umeme. Mara Fifi akafika. Amara, usiguse kitu chochote humu ndani, kuna waya zimetegeshwa. Nini? Nimewasikia wakiongea darasani. Sasa Fifi akaanza kumhadisia Amara kuwa alimsikia Bella anasema kuwa kategesha waya kwa ajili ya kumlipua na shoti ya Amara. Ndio maana Fifi akaja kumzuia rafiki yake. Unasema hivyo kwa sababu hutaki niwe na urafiki na Bella? Amara, hebu acha ujinga. Haina msaada wote wewe kuwa na urafiki na Bella. Kama haina msaada, kwa nini wewe ni rafiki yake? Fifi anakosa majibu. Lakini potelea pote, mimi sikuruhusu wewe kufanya hivi. Utakiwi kuwa mjinga kiasi hiki. Amara amuelewi Fifi, akaingia hivyo hivyo. Fifi akaenda kumzuia, ukasikika mlio mkubwa sana. Muda mfupi likaja gari la kubebea wagonjwa na wakaenda kumuokoa mwanafunzi mmoja. Sasa sijui ni Amara au ni Fifi ambaye ameathirika na shoti. Huku wanafunzi na wenyewe wako wanashangaa sana. Haya yote ni maovu ya Bella. Kumbe Amara alibahatika kupona, lakini shingo yake iliteguka kidogo. Na inaonyesha rafiki yake Fifi ndio kaumia zaidi. Kwa machungu hayo, Amara akaamua kwenda kuwafuata kina Bella. Bella, yani kila kitu kilichotokea ni kwa sababu yako. Ndio shida ya watoto. Embu kuwa kwanza. Sichekeshi. Yani Fifi anaweza kufa. Kwani ni makosa yangu? Nani alizima umeme? Ulinituma mimi nikazime. Unaona ulivyokuwa mjinga? Hivi ukitoa shingo kichwa chako kiko wapi? Wanafunzi wenzake wanacheka baada ya kusikia hivyo. Bella na mraumu Amara huwa yeye ndio alitaka kujiunga na TDL, hivyo akubaliane na hali husika. Baada ya maneno mengi na ya kejeli kwa Amara, Bella na kundi lake wakaamua kuondoka. Amara anatokwa na machozi ya uchungu sana. Maskini, hajui afanye nini. Amara akamfuata Grace na kumwomba Grace amsaidie kufanya jambo moja hivi. Ila Grace hakutaka kusikia kitu chochote. Amara akamkumbushia tukio la nyuma ambalo Grace alivyoibiwa kifaa chake cha pumu. Grace akajaa na hasira na akataka ajue nani alifanya hivyo. Amara akamweka wazi kuwa kundi la TDL ndio lililoiba kile kifaa ili Grace ateseke. Alafu Amara akamuuliza Grace kama yupo tayari walipize kisasi. Sasa Amara akapandikiza chuki ya kundi la TDL kwa Grace na akamwambia kama ikipendeza wadukue taarifa zilizopo kwenye simu ya mmoja wao, na wakaona waanze na Oma. Kwa kuwa Grace alikuwa kaisha jaa sumu, akaanza kuifanya hiyo kazi. Amara anafanya hivi kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa rafiki yake Fifi. Kesho shule wanafunzi wamejaa kwenye ubao wa matangazo, wanatazama picha za utupu za Oma. Oma anafika na kuta picha zake za utupu ziko nyingi sana. Kesi ilikuwa kubwa sana, ikafikishwa mpaka kwa mkuu wa shule. Oma anajitetea kuwa yeye sio aliyefanya hivyo, lakini picha zinamuonesha ni yeye. Kwa hiyo akapewa adhabu ya kufukuzwa shule. Oma alilia sana kwa vitu vilivyotokea. Basi anatoka ofisini akiwa na majonzi. Kundi la TDL likawa limebakiwa na watu wawili tu. Amara anatoka nje, anaona kazi ya kwanza kaisha imaliza. Sasa Bella na rafiki yake wakawa na huzuni moyoni. Kwa kujipoza wakaamua watumie madawa ya kulevya. Amara akashangaa sana, kumbe wanatumia na madawa ya kulevya shuleni. Kutoka hapo akaenda kumwambia Grace, hapana, mimi naomba usinihusishe tena. Amara ana plani juu ya kina Bella, lakini Grace anaogopa kufanya hizo kazi. Kesho palipokucha, hao wanafunzi wawili kuna mzigo walikuwa wanausubiria. Kidogo akatokea rafiki yake na Bella. Huyu kaja kuwaletea dawa za kulevya hawa washikaji. Baada ya hapo huwa anasepa. Sasa Amara hiki kitu alikuwa anakifuatilia sana, na akamuuliza mmoja wao kuwa nani anauza hizi dawa, maana na yeye ana shida ya kutumia. Jamaa na yeye akufikiria akamtaja. Huko ofisini kwa mwalimu anashangaa anatumiwa picha kuwa rafiki yake na Bella ni muuzaji wa madawa ya kulevya. Basi madamu akajaa sumu sana. Sasa humu darasani wanafunzi wanashangaa mkuu wa shule kaja na walinzi. Kumbe rafiki yake na Bella aligundulika kwa ujinga anaoufanya. Basi wakaanza kusachi begi lake na wakapata hayo madawa ya kulevya.
Kwa hiyo rafiki yake na Bella na yeye akakamatwa. Amara akawa anacheka sana, huwa akabakiza kidudu mtu kimoja ambaye ni Bella, na chenyewe kikanyanyuka na kumfuata Amara. Yaani wewe umeposti picha za Oma na sasa hivi unamfukuzisha shule Shadi, sijui unazungumzia nini? Kwa hiyo unasema ujui na unaenda kinyume na TDL? Na ndio hivyo ninavyomaanisha. Amara kukwepesha, anadai anafanya hayo yote kwa ajili ya rafiki yake Fifi. Sasa palipofikia muda wa maabara, wanafunzi wakiwa na yao, muda wa mapumziko ulifika. Mwalimu akawaambia wanafunzi kuwa watakuja kumalizia majaribio baada ya kutoka mapumziko. Ila Amara akamwomba ruhusa mwalimu kuwa anaomba amalizie kazi alafu atatoka. Madamu akamkubalia, lakini akamwambia hata muongezea tena muda. Baada ya wanafunzi wote kutoka nje na madamu kutoka nje, humu ndani Amara alianza kufanya vitu vyake. Akaenda kwenye kabati la kemikali na kuchukua acid. Kisha akaenda kuchanganya kwenye mchanganyiko wa kemikali nyingine ambapo Bella ndipo anapokaa. Baada ya hapo akafungua gesi. Akafika kwenye meza ya Bella, akataka kutesti kuona kama italipuka. Ila akaogopa, akaona toke zake nje. Huku nje Amara akakutana na Folo. Kumbe Grace alimhadisia Folo mambo anayoyafanya Amara. Na jamaa akamtaka Amara aache kufanya hivyo. Ila Amara akasema hawezi kuacha kwa sababu anafanya hayo yote kwa kulipiza kisasi. Sasa jamaa akambembeleza sana Amara na kumshauri maneno mengi. Mpaka Amara akapoa na akajikuta anaropoka kuwa kachanganya kemikali kwenye meza ya Bella na zinaweza kulipuka. Huku Bella haelewi kinachoendelea, ndio kwanza anaendelea na majaribio. Baada ya hapo akashika kiberiti na kuwasha. Ulisikika mlipuko mkubwa sana. Huku wanafunzi wanatoka ndani ya maabara wakiwa analia. Folo na Grace wakakimbia kuona kama wanaweza kutoa msaada. Ila Bella anaonekana analia huku akishika macho na inaonyesha Bella anaenda kuwa kipofu. Baada ya hapo Amara alishikiliwa na mapolisi kwa kosa la kutaka kulipua shule na pia kuwaumiza wanafunzi wenzake. Ila Amara akawa anajisemea kimoyoni kuwa nimegundua kwenye maisha haya usitumie hasira kusahihisha kosa. Pia usitaki kuwa juu wakati upo chini. Nilikatazwa na marafiki zangu, na kama ningegundua kulipiza kisasi ni kitu kibaya, basi nisingejaribu. Jina langu ni Amara na usiwe kama mimi. Na huu ndo mwisho wa hii movie. Hii movie inaitwa Friend from School na mimi ni Gio Boy. Hii ni Real One. Itakuwa poa sana kama ukisubscribe.